Katibu, naomba nijieleze, naomba nipe dakika 5, sawa? Naomba ukae chini. Mwenyekiti wa kijiji nisaidie. Ardhi ya kijiji ni mali ya kijiji. Mtendaji, unajua kanuni, taratibu na sheria. Ukitaka kugawa ardhi yoyote, aidha kwa kutoa sadaka au kwa kuuza, ni lazima uitishe mkutano mkuu wa kijiji, uwaeleze wenye ardhi yao na wao waridhie. Je, swala la hiyo mgogoro huo, hao wananchi la kwanza walishirikishwa? Hilo eneo lina ekari ngapi? Mmeshauza ngapi? Zimebaki ngapi? Na hela zake ziko wapi? Asante mheshimiwa. Eneo hili kwa huyu bwana ambaye anayejiita Bakari Gaddafi wanasema alipewagwa eka hizi 2 na nani? Na serikali ya kijiji. Naombeni tulieni tu. Bahati nzuri au mbaya, kipindi hicho veo nilikuwa mimi hapa, sasa nimerudi mara ya pili. Hela hizo tulitumia kwa ajili ya mwenge. Kwa ajili ya mwenge. Kufanya nini? Mwaka gani kwanza? Kila kijiji 2011. 2011. Shilingi ngapi? Mwenyekiti, ilikuwa ngapi? 200,000. Eka moja mliuza shilingi ngapi? Eka moja mliuza shilingi 100,000. 100,000. Sasa kutoka pale, ngoja sasa, kabla hujaenda huko. sawa, ni sheria ipi inayokupeni mamlaka serikali ya kijiji kuuza ardhi ya wanakijiji? Kwanza sisi mwenyekiti hatujauza, sisi tulikodisha. Sijui mwenyekiti, sisi tulikodisha, na ilikuwa afanyie shughuli alafu baadaye atuachie ardhi yetu. Mlikodisha kwa ila 200? Ndio. Kwa maana ya kila eka 100,000. Kwa muda gani? Ilikuwa ni miaka miwili. Miaka miwili. Kwa hiyo 2011 na 2012. Sawa. Ardhi imerudi. Kutoka pale sisi wengine tukahamishwa, mimi tukapelekwa Dinayo. Lakini hapo katikati Dinayo umeenda mwaka gani? 2014. Mkataba wako ulitakiwa usimamie wakati unaondoka kwenda Dinayo. Ulikuwa ardhi umeshairudisha kutoka kwa huyo Gaddafi kurudi kwenye kijiji? Haikurudi. Kwa nini? Haikurudi. Kwa nini? Sasa sababu labda pengine hatujafuatilia. Nikikuita mzembe itakuwa nakosea? Nitakubali. Nitakubali. Na utanisamehe. Kwa hiyo hii ardhi hizi eka 2 mpaka leo bado ziko na Gaddafi. Sasa mimi baada ya kuhama akaja mtendaji mwingine ambaye mimi sitaki wewe mtendaji mwingine. Nataka wewe kwa sababu umeondoka 2014. Hizi eka 2 wakati unaondoka zilikuwa bado mikononi mwa Gaddafi? Ndio. Hadi sasa. Mpaka sasa bado ziko mikononi mwa Gaddafi. Ndio. Analipa shilingi ngapi mpaka sasa? Kaishalipa shilingi ngapi na tunamdai shilingi ngapi? Na mmemwongezea mkataba wa muda gani? Kutoka pale na kama nilivyosema mimi nikaondoka, utaratibu wa huku nyuma sikuelewa, lakini sasa yeye akaendelea kuongeza kutoka pale. Wakati unaondoka unamkabidhi mwenzako ofisi, ulimkabidhi nini kwenye swala la hii mbuga? Makabidhiano uliofanya ulimkabidhi nini? Ni moja, asimamie alinde sehemu hiyo pamoja na kijiji kizima. Hilo eneo ulikuwa umemkodisha Gaddafi kwa miaka 2. Wewe umeondoka hapa ukiwa Gaddafi hajarudisha eneo. Alikuwa ameongeza malipo. Na wakati unaondoka mwezi uliomwachia ulimwambia mtu huyu mkataba wake unaisha lini?
kwa sababu ni sehemu document utakiwa zikabidhi. Anajua kwa sababu ilikuwa ni miaka miwili. Nani anayejua? Mtendaji ambaye aliyekuja. Kutoka pale sasa yeye akawa anaendelea, lakini hapo katikati kipindi chake walikwenda kushauri jambo hili ambalo wameshirikiana na mwenyekiti wa CCM hapo pembeni, lakini na viongozi wengine wengi kutoka kata. Sijajua walishauri nini. Nilipotoka dinai yupo hadi sasa yupo. Anaeka ngapi mpaka sasa? Ngapi? 70. Alizipataje? Sasa hapo alizipataje hizo ekari 70? Hizo ekari 70 sasa. Kwa sababu hizo za kukodi mkampa jumla. Nisikilize mkuu. Kwa sababu nimeondoka na huku taratibu nyuma sijaelewa, na kwa sababu hapo katikati uongozi ulienda mmoja, mwenyekiti wa CCM wa kata wakati unaenda uongozi wewe ulikuwepo au ukuwepo? Wakati naenda? Wakati uongozi unaenda wewe ulikuwepo? Nilikuwa dinai. Ulikuwa dinai. Ndio maana nikasema nilipoondoka haya nyuma sikuelewa jinsi alivyoendelea kuingia. Haya, ulivyorudi ulikabidhiwa nini? Yeye yuko tu pale bado. Ulikabidhiwa nini na mwenzako? Moja, kawaida sisi unakabidhiwa kila kitu. Moja pamoja na hiyo. Swala la mgogoro wa mbuga na swala la maeneo mengine, niombe kikao cha ODC, Mheshimiwa Diwani, naomba mkutane, askari kata si mjumbe? Ndio. Naomba kutaneni, zungumzeni na apewe taarifa mnunuzi wa hilo eneo, aje na nyaraka zake zote. Na Mheshimiwa Diwani, naomba unipe taarifa ni lini mnakaa ODC, ili nimwombe afisa ardhi aje na sheria za ardhi ili tuweze kumaliza huo mgogoro hapa. Kwa kikao chako cha ODC nitaomba utujulishe mapema ili tumwandae afisa ardhi wa wilaya aje hapa, mfanye hicho kikao, na tukimaliza hicho kikao, siku mkiitishwa mkutano wa hadhara, niwaombe kama alivyosema diwani, naombeni mshiriki vizuri ili muweze kupokea maamuzi yenu, lakini mtoe na maoni yenu pia. Hatuwezi kuendelea kuishi na huu mgogoro miaka nenda miaka rudi, na sio afya, kwa sababu hali hiyo ya migogoro ndicho chanzo na chokochoko za uvunjishi wa amani ndani ya taifa letu. Na mimi kama kiongozi wenu, kwa niaba ya serikali, kwa niaba ya Daktari Samia Suluhu Hassan, siko tayari kuona ndani ya kijiji cha Mengu kunatokea mauaji eti tu kwa sababu viongozi wazembe ama wanatamaa, wanataka kujidumisha ardhi ya wananchi kwa maslahi yao wao. Hapana, hatuko hivyo. Ardhi hii ni ya kwetu sisi wananchi. Kanuni na sheria zinasema mali ya kijiji, ardhi ya kijiji ni mali ya serikali ya kijiji. Mwenye maamuzi ya ardhi ya serikali ya kijiji ni mwana kijiji, ambapo kama serikali ya kijiji ikitaka kuuza ardhi, ikitaka kugawa eneo kwa mtu yoyote, tunatakiwa tuitishwe mkutano kama huu, mwenyekiti atuambie na mtendaji wa kata kwamba jamani, kumekuja maombi kama wakina mama na vijana walioandika barua na kuomba kwamba wanaomba eneo kwa ajili ya uzalishaji labda mboga mboga, ekari ngapi? 3. Eneo hilo liko wapi? Ili nyinyi wananchi muweze kujiridhisha, hivi eneo linalosemwa kweli hiyo ardhi ipo? Na nyinyi ndio muamue sasa, tukubaliane, mseme sawa, ardhi ipo, wapeni vijana eka 3. Ardhi kweli ipo, wapeni wakina mama eka 3. Ukitaka kubadilisha matumizi ya ardhi ya kijiji, anayebadilisha sio mkutano wa serikali ya kijiji. Mkutano wa serikali ya kijiji unakuja na mapendekezo kwenye mkutano mkuu wa kijiji, ili mkutano mkuu wa kijiji ndio ufanye maamuzi.